Mimi ni Mungare wa Bari ya Kaguiku. Rika ni Maina. Nimezaliwa kwa nyumba ya mama wa Kiuru. Leo hii sisi kama watu wa dudu ya Agogoni tumekuja katika kikao hiki kwanza sababu ya maombi. Tukiomba kwa sababu ya jamii ya Wakikuyu, tukiomba kwa sababu ya nchi hii ya Kenya. Sababu tungetaka hii nchi ya Kenya na katika jamii ya Wakikuyu tuwe na amani. Kwa hivyo tumekuja kuomba sababu ya amani. Ningetaka kutoa ombi kwa wale wote ambao wako kwa uongozi wa jamii hii ya Wakikuyu, na wasihi na waomba msije mkakubali kugawanywa na wale watu ambao wanajipenda na wanapenda mambo yao. Tuwakumbushe ya kwamba wako katika kwa uongozi kwa muda mfupi, na wakati wao ukifika wataondoka, lakini jamii ya Wakikuyu itaendelea na nchi ya Kenya itaendelea. Wakati tunasema ibada ya maombi ni kwamba Wakikuyu hawana maombi tu. Wakikuyu maombi yao ni sacrifice, wanatoa ibada, na ndio sababu tulikuja hapa kufanya hiyo ibada. Tuko na buzi na tumekuja kufanya hivyo ili kukumbusha watu ya kwamba Githunguri kia Wairera hiyo ni urithi wa Mkikuyu, na ni pahali Mkikuyu anajua alikuwa na ahadi yake na Mungu wake, na akasema ya kwamba Mungu akimshindania kutoka kwa mikono ya wakoloni atakuja hapa na atamjengea pahali pa ibada ambapo Mkikuyu atakuwa akiabudu Mungu wake na kusema kweli amekubali na ameshukuru Mungu kwa kumshindania. Na Mungu alitushindania na tukawa na hii pande ya jua bali na tua ambaye watakuja wachukue na watupokonye mashamba yetu, na watatufanya sisi slaves, watumishi, watumwa kwa muda mrefu. Lakini kutatokea lika moja ambaye litakataana na utumwa, na vita itatokea na damu nyingi itamwagika. Alisema baada ya damu kumwagika, wale ile lika itawavamia wale Waingereza na watashindwa na watarudi kwao. Wakirudi kwao watarudi wakiwa ndani ya ndege. Ndege ni kunguru. Kunguru. Wakati ule kulikuwa hakuna aeroplanes, ndege hizi zinabeba watu, lakini yule mzee aliona wakirudi kwao watakuwa wanarudi kwa ndege ambaye ako hai. Kwa hivyo hiyo ni utabiri ambaye sisi tunakubuka hii mchanga ambaye tumesimama hapa, na tunaomba amani, serikali ikubali na hii mambo ya Wagongoni